ya maashara shababi, enyi vidume ndago mliofikisha umri wa kuoa, mnaweza kukaa na mtoto watu lakini kupitisha hutuba utaki. Mkiweza kuoa, mkiweza kutimiza majukumu ya ndoa ambayo ni manne, bwana harusi nisikilize. Jukumu la kwanza, mtoto wa watu apate tendo la ndoa inavyopaswa, usimpepese pepese. La pili, mtoto wa watu ale pasi na masimango. Cha tatu, mtoto wa watu avae pasi na masimango. Cha nne, mtoto wa watu ujue ataishi wapi na ataishi katika mazingira gani. Hivyo ni katika vitu vikuu vinne vya ndoa, ambavyo hivyo ukiwa na vitatu hichi cha ndoa kimoja hakipo, tipu mchanga tipu kokoto haipo, una ndoa. Kama ukiweza tipu mchanga uwezi kumlisha, haya penye njaa palika jambo, hapafanyiki jambo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima tuvizingatie. Kwa hiyo maana Mtume alilitoa tangazo hili, mkiwa mnaweza kuoa, mna uwezo wa vile vitu vinne vya kuoa vile, basi oeni. Kwa sababu kufanya hivyo itapelekea kufanya nini? Ni kinga ya macho yenu. Maanake baada ya uangalie wowo la mpita njia, utakwenda kuangalia wowo la mkeo. Naeleweka bwana mkubwa? Fa innahu aghadhu lilbasar. Sasa kikubwa ni nini? Wa ahsan, utapata sehemu ya kwenda kuhifadhi tupu yako. Mtume alinyoosha hivi, Mtume hana makando kando. Kwa mantiki hiyo, hii inatupelekea kujua kwamba sehemu yetu sisi, faraja yetu sisi iko kwa wanawake. Haya nataka mkuulize, wenda kuchuma jioni, ukirudi hamu yako ni nini? Si mkeo wale vizuri, wanao wale vizuri, faraja iko kwa wanawake.